Kwa utaratibu wangu mimi nashauri kwa sababu kuu tatu. Ushauri wa kwanza au sababu ya kwanza kumwambia mtu kwa mfano leo tumepata negative. Tunajaribu kukupa miezi 3 kuangalia je, kuna kilichobaki, na kama kipo tukiclear. Lakini tusiingize kingine. Tujithibitishie kwa tuna tulichopokea, lakini kilichokuwepo tumekiclear chote. Kwa sababu virus kwa wiki wanaongezeka wengi sana, kwa mwezi wanaongezeka wengi sana. Sasa ikifika miezi 3 hakuna, huyu mtu anatakiwa kuwa huru na shughuli zake zote za afya yake au mwili wake. Lengo huwa ni hilo. Sasa inategemea mtazamo wa mtu na uelewa wa mtu, lakini gharama ni changamoto. Sasa ni lazima mtu ujibane ili uepuke gharama za afya. Kwa sababu nasikia, sina uhakika sana, lakini nasikia mwezi wa 8 huenda hata hizo dawa unazokula mkataba wake ukawa umekwisha. Mwezi wa 8. Sasa kama utaisha mkataba mwezi wa 8, yatatokea mambo mawili, mengi makubwa lakini mawili. Moja, itabidi ubebe ule mzigo. Hata kama serikali itakusaidia, lakini wewe inabidi uchangie. Kwa maana hiyo utakuwa unalazimika kila siku kuchangia. Lakini watu wengi walioathirika na hizo dawa wakizikosa watakuwa katika hali ngumu, katika mazingira ambayo ni magumu. Kwa hiyo kujibana au kujizuia kwa miezi 3 ili uhuru maisha yako yote, nafikiri ni jambo jema, lakini inategemea na uelewa wa mtu. Swali la mwisho la pili. Sasa tafsiri yake na mwisho mimi nitabidi niwe na subira miezi 3 ili niwe balozi mzuri. Baada ya kufanya final check up ya miezi 3 ijayo. Chakula hilo naamini, kwa sababu mtu wengi wanaamini kwa kuona, si kwa kusikia. Wanaopenda kusikia na wachache sana, na kwa nasema bibi namba 1 ni naomba nasimama mpaka hapa ni. Kwa hiyo si swali, ila naweza kama rozungumza sana. Ile swali la ubalozi ni la mtu mwenyewe kukaa nalo rohoni. Unajua, mimi naamini hakuna ujanja tu, kwa sababu nchi tulikuwa na watu wawili ninapofahamu mimi. Mtu wa kwanza jina lake simtaji, ambaye alikuwa anaongoza tafiti na Marekani, ambaye nafikiri amepata nafasi sehemu nyingine, na tafiti yake ilikuwa bora kama tafiti yetu. Katika miaka 40 yote ya HIV katika upande wa sayansi ya kimagharibi, hakuna mtu amefika hata nusu yangu, hata robo hakuna, katika upande wa taasisi zote za serikali. Kwa hiyo mimi naamini tu wakitaka wasipotaka hawana njia nyingine mbadala. Na mtazamo wa bwana mkubwa, sifikiri kama mwezi wa 8 utafika. Mwezi wa 8 ndio ule mkataba kuisha tarehe 1 ambao nimeusoma. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, sijui, acha tusubiri mwezi wa 8, kuna uhai sio mbali. Kwa hiyo hawana ujanja, watakuja tu, watakuja. Wewe sema umejifunza, kwa sababu kama ulikuwa unafanya tafiti au ulikuwa unasoma, umeona kitu kimekukuta na umetumia dawa na umeona jinsi umefanikiwa. Kwa hiyo una mwanga mpana zaidi. Kwa hiyo unaweza kutumia mwanga huo kwa njia zozote ambazo unazoziona kwako. Labda kingine zinafaa.
Mm. Kwa faida tu. Before sijaanza kutumia. Ndio mwili wangu ulikuwa kama umeshake kidogo. Na ile shake inaonekana kwa ajili ya mshtuko, lakini pia na mambo mengine. Mwili unabadilika. Unapoingiza kitu kipya mwili unabadilika. Kwa hiyo kulikuwa na mazingira ambayo nilikuwa naona hayako sawa katika mwili wangu. Ule uchovu usiokuwa lazima, maumivu, viungo mara vimefanya hivi kidogo. Lakini nilipoanza kutumia ile wiki ya kwanza mwili unabadilika, react kidogo. Kama nikwenda haja kubwa, unaona kabisa unatoa uchafu, yani uchafu unatoa. Nikamwambia wife, nikamwambia hii hata kama sikupona, lakini hii ni dawa. Kwa sababu madudu niliyotoa mwilini.